Tunaweza tukasema fence page. Nasoma shule ya msingi Umoja. Tunaishukuru serikali kwa kutuwekea uzio. Sita Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuwekea uzio. Uzio huu unatusaidia katika mambo tofauti, mambo mbalimbali. Wazazi walikuwa wanakatisha katika eneo la shule, tukiwa darasani wanakuwa na muda mwingine wanaulizia watoto wao, tunakuwa tunashindwa kuzingatia masomo. Pia inaweza kuzuia ajali mbalimbali kwa sababu vile pikipiki zikopo zinaacha barabara zinapita karibia na maeneo ya shule, inaweza kutokea ajali kwa wagonga wanafunzi wadogo wadogo. Asante, naitwa Charles Mwakambinda, mwalimu mkuu shule ya msingi Umoja. Kwa kweli ujenzi wa uzio kwetu sisi kama shule ni faida kubwa sana. Tulikuwa tunapata changamoto kubwa kama alivyosema mwanafunzi, watoto wadogo wa darasa la pili na la kwanza wakiwa katika michezo yao wanafika barabarani wanagongwa na pikipiki, lakini kwa sasa hakuna tena hilo jambo. Lakini pia nipende kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Diwani wa kata ya Uwanjani, Mheshimiwa Kayombo, lakini pia na mkurugenzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea fedha na kufanikisha ujenzi wa uzio. Tunashukuru sana. Mwandishi wa habari, mimi naitwa Quentin Cloud Kayombo, Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Uwanjani. Unaona niko na viongozi wenzangu hapa, niko na mwenyekiti wa serikali ya mtaa anaitwa Abi Mwakapesa. Nilivyoanza kwa kuzungumza kwamba nimeongozana na viongozi wenzangu kata Uwanjani. Kwenye upande wa serikali ya mtaa nimeongozana na mwenyekiti wa serikali ya mtaa Abi Asumani Mwakapesa ari maarufu Mzee Nkoba. Niko na mtendaji wangu wa kata Mr. Kejo na wajumbe wa serikali ya mtaa. Tumepita hapa shule ya msingi Umoja. Lengo ni kuja kuangalia utekelezaji wa fedha za mradi ujenzi wa fence, ambao ujenzi huu kilikuwa ni kilio kikubwa sana kwa walimu wangu kupitia watoto wanaosoma kwenye maeneo haya, na kwa nature jiografia ya mji wa Tunduma unaona ni eneo ambalo yani maeneo mengi sana yanakuwa yana mianya ya watu kupita kwa miguu. Kwa hiyo hapa palikuwa na changamoto kubwa, watoto walikuwa hawapati utulivu. Sasa kama mwakilishi wa wananchi niliwasilisha kwenye vikao vya kisheria na hatimaye limetekelezeka. Kwa hiyo nimshukuru sana mwenyekiti wa halmashauri Juma Kiambi, ambaye baada ya maombi haya waliweza kujadiliana na mkurugenzi kwa mujibu wa vikao, wakatuingizia fedha kuhakikisha tunajenga uzio huu ili watoto hawa wa Watanzania wapate eneo rafiki la kuweza kusoma. Na wao pia umewasikiliza, wanaishukuru serikali na wanasema kwa sasa kwa kweli hawana changamoto za watu kukatisha kwa sababu pana geti limekwisha kufungwa hapa. Kwa hiyo ni eneo ambalo limekuwa na utulivu. Lakini pia nimshukuru sana mkurugenzi wetu dada yetu Chaulembo kwa kuliona hili na kwa kutekeleza. Kwa hiyo kama mwakilishi wa wananchi kwa kupitia taasisi hizi bado mahitaji tunayo mengi kwenye hizi taasisi zetu. Ukiona shule ya msingi Tunduma, shule ya msingi Mlimani, bado tuna uhitaji wa kuweza kupata fence, na hii shule yetu iko katikati ya mji. Kwa hiyo population ya watu ni kubwa, lakini tuweke mazingira rafiki, ni lazima watoto wakae eneo ambalo linaendana na mahitaji walio nayo. Lakini mwisho nitoe rai sasa, weka uzio wa hii fence, maana yake ili eneo sio la kupita hovyo. Basi kama anataka kupita awe ni mzazi ambaye ana jambo
lakini atafika hapa getini, atagonga na hatimaye watamfungulia ili walau tupunguze zile kadhia ambazo zilikuwa zimetawala kwenye eneo hili, lakini tumepunguza vibaka waliokuwa naendelea kuharibu miundombinu ya shule. Kwa hiyo in short ni kwamba tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika hili mimi na timu yangu tutaendelea kusimamia fedha za serikali, tutaendelea kushauri kwenye